Hujambo mwanafunzi wangu, leo naomba kuangazia sifa za nyimbo za watoto na bembelezi. Pamoja nami ni mwanafunzi kutoka gredi ya 9 ambaye atatuhusisha katika wimbo bembelezi. Olo mwana koma babu koma nduke wike nila imbo ye Yesu so na mwetu kwelolo mwana ukome koma nduke wike nila imbo Yesu so amwetu kwelolo mwana. Hakika tumepata nyimbo mbembelezi kutoka kwa mwanafunzi Rose kutoka gredi ya 9, na hivyo basi tutajumuika pamoja tujifunze sifa za nyimbo bembelezi. Hizi ni nyimbo gani? Hizi ni miongoni mwa nyimbo katika fasihi simulizi katika gredi ya 7. Hebu tuangalie kwa kifupi nyimbo hizi zina sifa gani. Sifa ya kwanza, huwa ni fupi. Nyimbo zenyewe si ndefu, maanake kusudi lake ni kwa watoto, na hivyo basi huwa fupi. Alafu kuimbwa kwa kurudia maneno, na maneno yao huwa ni mepesi yanayoeleweka moja kwa moja. Sifa ya tatu, kuimbwa taratibu kwa sauti na mahadhi ya chini, kama ambavyo tumemuona Rose katika ule wimbo wake bembelezi. Hakika ulibembeleza, sauti yake ilikuwa yenye utaratibu, ilikuwa yenye mahadhi, iliangaa kumtuliza mtoto akaweza kutulia. Labda alikuwa akilia, labda alikuwa anataka yule mtoto aweze kulala. Sifa ya 4, kuimbwa na mlezi au mzazi. Hawa ni watu ambao wanahusika pamoja ili kulea mwana, iwe pale nyumbani au kwenye vituo ambapo watoto hukaa wazazi wao wanapokuwa katika kazini. Kwa hivyo ambao wanahusika moja kwa moja na zile nyimbo ni walezi na wazazi. Kisha sifa ya 5, hutumia lugha ya kushawishi. Lugha ya kushawishi ni pale ambapo tunasema na mtoto akubali kutulia, akubali kulala, akubali na hata kula. Kwa hivyo lugha ambayo itatumika pale ni ya kumshawishi, kusema naye akubali kusudi lako au lengo lako. Hatimaye tuna sifa ya 6, kuimbiwa watoto. Kwa kawaida hizi ni nyimbo za watoto na ni bembelezi. Kwa hivyo ambao tunawaimbia pale ni watoto, hasa si watu wakubwa. Na kwa kifupi hizo ndizo sifa 6 za nyimbo bembelezi na za watoto. Endapo ungetaka kujua mengi kuhusu nyimbo bembelezi, ungana nami Mwalimu Ernest Macharia nikiwa na mwanafunzi mwenzangu hapa Rose. Twashukuru.